Ndugu waandishi wa habari wa mkoa wa Dar es Salaam, tumeitana leo kwanza kuwashukuru sana kwa kazi nzuri ambazo mnaendelea kuzifanya, kama ambavyo nimekuwa nikifuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari vyombo mbalimbali vya habari kama vile redio, TV, magazeti pamoja na online TVs, kwamba mnaendelea kufanya kazi nzuri ya kuhabarisha Watanzania kuhusu mambo mema ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya taifa letu. Tumekutana nanyi ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivi punde nimeona kuna message nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya jamii, na ambazo zingine ni kama zinatishia kuwepo kwa vurugu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nimewaiteni ndugu zangu waandishi wa habari ili nyinyi mkawe kipaza sauti kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa, na Sakap Mlilo ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imekushajengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu, na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla, na hata duniani kote kwa ujumla wake. Lakini jambo la pili, ndugu zangu wanahabari, tumeona kwamba siku chache zilizopita mvua nyingi zinaendelea kunyesha ndani ya mkoa wetu. Na nimeona zipo picha zinazoonesha wanafunzi, akina mama wakivuka maji chini ya maandaki. Na pengine picha hizo kuonesha kwamba serikali hakuna kitu chochote ambacho kimekushafanyika. Naomba ndugu zangu waandishi wa habari niwape taarifa kwamba Dar es Salaam kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingi ya madaraja, barabara za lami na zisizo za lami. Lakini tunaendelea pia na miradi mbalimbali ya kuimarisha vivuko. Tunaendelea pia na miradi mingineyo mingi ya kuhamisha baadhi ya miundombinu katika barabara, kama vile miundombinu ya DAWASA, miundombinu ya umeme, ili pia kuweza kupisha ujenzi mkubwa wa miradi ambao unaendelea. Tuna barabara za TANROADS ambazo zinaendelea kujengwa. Tuna barabara za TARURA zinaendelea kujengwa. Lakini tuna vyanzo vya mapato mbalimbali vinavyofinance miradi hii. Serikali kama moja wa financer wa miradi hii, wadau wa maendeleo kama vile Benki ya Dunia, kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na wadau wengineo ambao wameendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kindakindaki. Jambo la kwanza, ujenzi wa daraja la Jangwani. Mtakumbuka kwamba mwaka jana Waziri wa Ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani. Lakini siku chache zilizopita wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja halijaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza kujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na Waziri wa Ujenzi.
Na sasa waziri pia wa ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Na kama mnakumbuka pia alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu 4 au 3 ya kumobilize resources, wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. Kwa ndugu waandishi wa habari, kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa, na pengine palipo majaliwa hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa Watanzania wa Dar es Salaam. Sambamba na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, kuna miradi mingine mingi ambayo inatekelezwa na TANROADS, zikiwepo barabara za kutoka Kibada Mwasonga si chini ya kilomita 40 ambayo tayari imekwishaanza na mkandarasi yuko site. Barabara hii imelalamikiwa kwa muda mrefu, lakini itatengenezwa kwa si chini ya bilioni 90 au zaidi ya bilioni 90, ambazo zote hizi zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mkono wa baraka na heri wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataja tena kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimesikiliza kwenye mikutano mingi ya hadhara inayofanywa na viongozi wa vyama vya kisiasa kwamba fedha zinazotumika kwa ajili ya ujenzi wa madaraja, barabara na miradi mingine ya maendeleo ni kodi za Watanzania. Kwa hii inamaanisha kwamba Watanzania na viongozi wa vyama vya kisiasa wanafahamu fika kwamba mchango wa kodi ni kuleta maendeleo kwa Watanzania. Sasa kila Mtanzania achukue nafasi yake ya kujiuliza, au kila mwana Dar es Salaam achukue nafasi yake ya kujiuliza kwamba kama Tanzania ina population ya sio chini ya watu zaidi ya milioni 60, na kama leo kwa mujibu wa TRA tunaambiwa wanaolipa kodi halisi hawazidi labda milioni 3, maana yake ni kwamba wanaolipa kodi hizi halisi bado sio wengi kwa mujibu wa population tulionayo ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hii, nitoe tena rai kwa Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kwamba tuongeze kasi ya kulipa kodi, kwa sababu ndani ya kodi ndio tutaweza kupata maendeleo yaliyokusudiwa. Jambo jingine la muhimu ni kuhusiana na miundombinu inayotengenezwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia pia Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, waziri wetu, Dar es Salaam imepewa kipaumbele kikubwa sana cha kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Leo tuko phase ya 4. Na phase ya 4 ina loti 3. Tulianza na phase ya kwanza ambayo leo ina mabasi yanayotoka Kimara na hii Moroko kwenda mpaka Gerezani. Lakini tunayo loti ya pili ambayo inakwenda Kilwa Road kuelekea kule Mbagala yenye kilomita chini ya 20.3 iliyojengwa kwa bilioni 217. Lakini tuna barabara ya 3 inayokwenda airport ambayo hii inajengwa kwa bilioni 231 na ni kilomita 23.3. Lakini pia tuna loti ya 4, tuna phase ya 4 ambayo si chini ya kilomita 30 ambayo inatoka Ohio, Moroko, Mwenge, Samno Juma Road mpaka pale Kimara, lakini pia inatoka Mwenge kwenda mpaka kule Bunju. Barabara hii au jumla barabara hizi zinatengenezwa kwa pesa nyingi sana. Swali kubwa ambalo limekuwepo kwetu wa Tanzania ni je, zile zilizokamilika mabasi yake yatafika lini? Na je, zile ambazo hazijakamilika zitakamilika lini? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwaambie tu kwamba kupitia Wizara TAMISEMI tayari imekwisha fanya na kuanza mchakato wa haraka moja, kuweza kuongeza wadau wanaoweza kutumika kusafirisha abiria. Kwa maana leo tuna mdau mmoja anayeitwa UDAT. Sasa mipango iliyopo kiwizara ni kuongeza wabia wanaoweza kutoa huduma. Lakini 2 ni kuongeza mabasi. Na kwamba mpaka sasa tayari wamekushafanya order mabasi kadhaa ili kureplace yale mabasi ambayo kwa sasa yameharibika na ufanisi umepungua. Katika hili niendelee kutoa rai na kuomba radhi sana kwa wana Dar es Salaam. Nafahamu adha kubwa ya usafiri inayopatikana kutokana na kukosekana kwa mabasi yaendayo kwa kasi. Lakini Mheshimiwa Rais
kupitia pia wizara hii ya TAMISEMI wanaendelea na zoezi hili kwa haraka kubwa sana ili kuweza kukabiliana na changamoto kubwa ya usafiri ambayo inawakumba wananchi wa yale maeneo ambako sasa mabasi yapo lakini hayatoshi, na kwenye yale maeneo ambako mabasi hayapo lakini miundombinu imekamilika. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika R4 ambazo Mheshimiwa Rais aliziasisi. Kuhakikisha tunakaa pamoja, kuhakikisha tunajenga upya, kuhakikisha tunavumiliana na mambo mengine yote ambayo mwisho atapelekea kuwa na uchaguzi moja wa huru na haki, 2 wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators, ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi zitakazokuwa za huru na haki na kadhalika. Na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam tunasubiri pia taarifa ya tume huru ya uchaguzi kupitia wale waliojiandikisha upya, wale waliouisha taarifa zao, na wale wengine wote ambao walikwisha kuwa wamejiandikisha, ili kwa ujumla sasa idadi yao na mambo mengineyo yote yatakayohusiana masuala ya kiuchaguzi yatakayotamkwa na kufafanuliwa na tume huru ya uchaguzi, sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tutatoa ushirikiano wa kutosha, na pengine tutatamani kila mmoja aliyejiandikisha ashiriki kupiga kura, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vitu vyovyote vinavyotishia wapiga kura, intimidation environments. Na kwa mantiki hiyo, yoyote aliyejiandikisha atakutana na mazingira bora, sahihi, ya wazi, yasiyotisha, ili kwenda kapige kura kama haki yake ya msingi katika taifa huru na la kidemokrasia linaloongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa vyama vya kisiasa wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam, tutaendelea kufungua milango hii kadiri siku zinavyozidi kwenda, ili kuruhusu kila mmoja kuelekea kwenye chaguzi hizi asiwe na malalamiko wala dukuduku za aina yoyote mpaka siku ya uchaguzi. Lakini naendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na hata mmoja wa kuharibu au kufifisha amani ambayo tayari imekwisha jengwa. Jambo lingine, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kuhusiana na maendeleo ya soko la Kariakoo na biashara za saa 24. Wapo baadhi ya wenzetu ambao wanatamani zaidi kujua tumeishia wapi na kauli mbiu yetu ya biashara saa 24. Lakini wapo wenzetu pia wanaotamani kuendelea kujua tumefikia wapi kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%. Lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo. Moja ikiwa ni kusaini mikataba, 2 ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini 3 yakiwa ni malipo, lakini 4 ikiwa discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine
ni madeni yote ya nyuma kulipwa ili kuweza kuuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking, pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki. Maeneo yote haya very soon yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Katika hili niendelee kuwaomba kwamba kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa mwongozo kuhusu siku rasmi ya ufunguzi wa soko letu, na kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa rasmi mwongozo wa kiongozi atakayekuja kulizindua soko hilo, basi niendelee kushirikiana ama kuomba ama kuwapa rai viongozi wote wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Kariakoo kufungua njia ili soko letu liweze kupitika, na hasa pia nyakati ambazo viongozi waandamizi watakapotaka kuliona soko hilo wasipite kwa shida. Soko lina ramani na lina barabara rasmi. Kwa hiyo viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Kufungua njia kuelekea kwenye soko la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Na jambo jingine kuhusiana hili, kulikuwa pia kuna malalamiko mengi kuhusiana na bei kuwa kubwa za frame nyingi zilizopo kwenye ukanda wa Kariakoo. Ninayo furaha pia kuwaeleza kwamba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi Deo Ndejembi kupitia shirika la nyumba NSC wameamua kuingia katika ubia wa majengo yake yote yaliyopo eneo la Kariakoo, ubia na private sector, ili aweze kuvunjwa na kujengwa upya kwa mkataba maalum. Na kwa mantiki hiyo ninayo hakika kwamba mwaka huu hali ya biashara katika eneo lote la Kariakoo itaendelea kuwa bora sana, kwa sababu maeneo ya kufanya biashara yameendelea kuongezwa kwa ubunifu mkubwa ulioendelea kufanywa na Wizara ya Ardhi chini ya Waziri Ndejembi na Shirika la Nyumba la Taifa, kwa kuingia ubia na wafanyabiashara au kuingia ubia na watu binafsi ili waweze kuboresha nyumba za awali na kuwa magorofa yenye frame nyingi za maduka. Sambamba na hilo, ndugu zangu waandishi wa habari, mwenendo wa biashara za saa 24 ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea. Leo mkipita katika viunga mbalimbali kuanzia Kariakoo mpaka Mwenge na baadhi ya maeneo, mtakuta kwamba biashara saa 24 zinaendelea. Na hapa Kariakoo nitumie nafasi hii kushukuru sana Gavana wa BOT aliyetupa vibali ama aliyetoa vibali kwa taasisi za kibenki, taasisi za kifedha kufanya pia kazi saa 24 kwa wale wenye uwezo huo. Niombe na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa NMB Bank ambao wao wamekuwa wa kwanza kabisa benki yao kwanza cooperate kwa masaa mengi pale Kariakoo. Lakini kwa kuwapongeza huku si maana kwamba benki zingine sijazipongeza, na wao wanaendelea kuinstall baadhi ya mifumo ili pia kuruhusu biashara saa 24 kuweza kuitika katika mnyororo unaohusiana, yani biashara, uhifadhi wa fedha, masuala ya ulinzi na masuala mengineyo ya namna hiyo. Je, hali ikoje sasa
kama tungesema katika asilimia, tuko asilimia ngapi? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwape tena taarifa hii njema kwamba tumepeana assignments na wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba baada ya mkoa ku-launch ama kuzindua, sasa wakuu wa wilaya kwa kushirikiana na taasisi zote, wafanya biashara ndani ya wilaya zao, na wao wa launch biashara saa 24 katika wilaya zao, ili wafanya biashara wetu katika maeneo mbalimbali waendelee kuiona fahari ya usalama wa ndani ya mkoa wetu na ufahari ya usalama ndani ya taifa letu unaoratibiwa na kusimamiwa na vyombo vya dola, lakini kwa uimara wa serikali anayoiongoza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwamba kila mmoja aweze kufanya biashara kwa uhuru. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara za kibiashara. Na kwa mantikio, waandishi wa habari, naendelea kuwaalika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na loko. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari, wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya, la mwisho nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote tupo katika Juma Kuu, Holy Week, na kuanzia jana Alhamisi Kuu, leo Ijumaa Kuu, na kesho kutwa ambayo ndio Pasaka. Nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kuanzia siku ya leo au siku ya jana ya Alhamisi Kuu, kupitia leo ambayo tunaita ukimya mtakatifu, Holy Silent. Wakasherekee sherehe hizi kama ambavyo sherehe za Idi ziliisha. Sherehe za Idi ziliisha vizuri pasipo vurugu, na kwa mantiki hiyo ni waombe Wakristo wote wa Dar es Salaam wawe kielelezo cha amani, kielelezo cha misamaha, kielelezo cha upendo, kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe ametamka dhana ya upendo kama sheria mojawapo kuu ya Mungu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, niwatakieni kila laheri tunapoelekea katika sikukuu hizi. Lakini jambo la mwisho zaidi tena, tumuombee heri Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, ambaye kwa siku ya Jumanne ya wiki lijalo atahitimisha hotuba yake ya kuomba kupitishiwa bajeti ya TAMISEMI ya zaidi ya trilioni 11.
Na katika bajeti hiyo ya TAMISEMI, sisi wana Dar es Salaam, bajeti yetu tulioiomba ni trilioni 1. Na kwa mantiki hiyo, trilioni 11 zinazoombwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kupitia bunge, na sisi tumo, ili bajeti hiyo itakaporidhiwa ndio ije ianze haraka kutumika kuboresha miundombinu ya afya, ya elimu, ya barabara, pamoja na kusomesha watoto wetu katika shule za misingi na sekondari, ikiwa ni pamoja na kulipia huduma za afya kwa makundi maalum ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya,